Jina lake anaitwa Rama Mchomvu, maarufu kwa jina la Rama the Guide, ambaye anafanya kazi ya kuongoza watalii kwenda katika hifadhi mbalimbali za taifa, huku akieleza kwamba ana zaidi ya miaka 20 katika kazi hiyo. Naitwa Rama Mchomvu, maarufu kama Rama the Guide, ni mwongoza utalii ambaye nimefanya kazi kwa muda kidogo. Okay, umefanya kwa muda gani? Na jumla ya miaka 19 20 sasa hivi kuanzia nimeanza kazi ya utalii. Yes. Rama amekuwa akitrend kutokana na vitu ambavyo amekuwa akiviposti kwenye mitandao yake ya kijamii, hususan ile video ambayo imesambaa zaidi ikimwonyesha yeye akiwa anampisha nyoka ambaye alipita chini ya gari yake, na kueleza kwamba ilikuwa ni ghafla baada ya dereva aliyekuwa nyuma yake kumweleza ya kwamba kuna nyoka ambaye alikuwa akipita chini ya gari yake. Kufanya kazi mazingira ya porini unakutana na vitu tofauti tofauti, ambapo kwa sababu unakuwa umeshasomea, unajua jinsi ya kuvikabili. Incidents za haraka haraka ambazo nazikumbuka ni za kukutana na nyoka aina ya chatu na nyoka wengine pia, lakini chatu ndio nilikutana naye kwa karibu sana, lakini pia kukutana na tembo. Mazingira ambayo sisi tunalala mara nyingi kwenye matents usiku, wanaweza kuja wanyama wakali kama simba, chui ama mbogo. Ndio vitu tunavyokutana navyo mara kwa mara. Yeah. Okay, moja ambayo imetrend sana ni hii ya nyoka ya juzi. Ilikuwaje na ulimpishaje yule nyoka na kwa nini hukumua? So nilikuwa nipo nafanya game drive Serengeti. Nilikuwa naangalia wanyama upande mwingine, lakini gari alikuwa nyuma yangu akaniita kwamba kuna kitu kipo pembeni kinakuja chini ya gari. Kwa hiyo kuangalia nikamwona chatu alikuwa anakuja kwenye maspring. Basi nikaonyesha wageni na watu wengine wakawa wanapiga picha pia. Kwa sababu tuna elimu ya hawa viumbe, sikuondoa gari, nilimwacha mpaka awe comfortable. Baadaye mwenyewe polepole alipojisikia yupo comfortable akaondoka na kuendelea na safari zake. Ni kitu kilichochukua kama dakika 15 20 hivi. Walinipa chip, lakini haikuwa kwa sababu ya hiyo incident, kwa sababu hiyo ni moja kati ya zile highlights za safari, na kwa sababu ni kitu very unique. Kuona nyoka mara nyingi huwa ni unique sana, na kwa bahati tulimuona na yeye nyoka ndo alitufuata sisi. Kwa hiyo walifurahi na ilikuwa ni kumbukumbu nzuri kwao, na of course walinipa tip nzuri. Yeah. Kama kiasi gani? Walinipa bahasha nono. Kama dola 200 hivi? Hapana, inazidi hapo. Unajua tip huwa na base na huduma unayoitoa na jinsi unavokaa na hao wageni. Kwa hiyo ilikuwa zaidi ya hapo. Hapana, safari ambayo ilivunja rekodi sikupewa tip. Nilipewa tiketi ya ndege. Nilipewa tiketi ya ndege ya kwenda kutembea Ulaya. Kwa sababu tu ya huduma nzuri nilizokuwa nazifanya, nikapata bahati hiyo na nikatembea nchi 4 tofauti za Ulaya, kwa sababu ya wale wageni kuridhika na service ambayo nilikuwa nimewapa. Na hiyo ndio advantage ya kuwa guide, unakutana na watu tofauti na inakupa chance ya kutengeneza urafiki na opportunities pia. Ndio. Waligharamia kila kitu? Of course, walinipa ticket na ilikuwa ni total package ya wiki 3 na siku 4. Kwa kila kitu kilikuwa ni juu yao. Na hiyo ndio ilikuwa shukrani yao ya mimi kusafirisha safari ya siku 8 Tanzania huyo mzee na familia yake. Kwa haraka haraka, kama wewe mwenyewe ungegharamia, ingekuwa zaidi ya milioni 20? Of course, ingekuwa zaidi ya hapo, kwa sababu hata hoteli ambazo nilikuwa nimefikia kule zilikuwa za standard. Yule mzee ni mzee kidogo mwenye uwezo, ana makampuni yake. Kwa hiyo alinipa shukrani inayoendana na uwezo wake pia. Neno langu especially kwa magaidi wapya ambao wanaingia kwenye industry ni wakae kwenye ethics za kazi. Sasa hivi kuna biashara imekuwa kubwa, kampuni zimekuwa nyingi, kwa hiyo magaidi pia wamekuwa wengi, na wengi wanatoka nje zile ethics za kazi. Ukiangalia unaweza kuona hata dressing code
wana dress kikawaida, wanachukulia kazi kirahisi, lakini nawashauri tu wakae kwenye misingi ya kazi ambayo itawafanya wawe professional na itawapeleka mbali zaidi. Ethics za kazi, discipline na focus. Yeah. Baada ya kupost ile video kwenye social media, watu wengi zinaonyesha kwamba watu wengi wanaona wanyama lakini hawana elimu kuhusiana na hawa wanyama. Wengi wanasema kwa nini sikumkanyaga yule nyoka, kwa nini sikumuua, kwa nini hivyo, lakini nyoka ni mnyama kama wengine, usipomprovoke hawezi kukushambulia. Kwa hiyo ningewashauri pia watu especially wa Tanzania, watalii wa ndani, mkipata fursa tembeleeni hizi hifadhi. Sisi maguides tuna elimu, ni professional, ni expert, tumeingia kwenye vyuo, tumesoma, tunafahamu tabia za wanyama na tunajua jinsi ya treat. Kwa hiyo muwe na tabia ya kutembea mkipata nafasi. Kusafiri ni kujifunza, ni kuenjoy, lakini pia ni kuheal. Unapokuwa katika mazingira ya porini unakuwa unapata relief, unatoa vitu kichwani kwako, unajiriboost. Ukirudi mjini na maisha yako mapya, unakuwa uko tayari kuendelea na maisha ukiwa mpya. Kwa hivyo nyoka ni mnyama kama wanyama wengine. Hata kwenye mazingira ya kawaida mkiwaona huko, msiwapige. Hawezi kukushambulia usipomdhuru, usipomprovoke. Yeah.